Kwa jina naitwa Abdalla Chumu, ni katibu wa Umoja wa Wazazi CCM wilaya ya Siha. Ambapo kwenye wilaya yetu hii kumetokea na changamoto kidogo juu ya tuseme mafuriko au tunaweza kutumia lugha gani, lakini athari ya maji kutokana na mvua zilizonyesha siku hizi tatu. Watu wetu wa kata ya Nasai na maeneo mengine wamepata mafuriko, maji yameingia kwenye majumba yao, yameharibu vyakula na vitu vingine. Sisi kama jumuiya ya wazazi kwanza tunawapa pole familia zote ambazo zimepatana na changamoto hizo, lakini tunashukuru Mungu mpaka sasa tujapata ripoti ya kifo kilichosababishwa na hilo la kumshukuru Mungu. Lakini pia tunaendelea kuwasihi wazazi wenzetu pamoja na jamii zote kwenye maeneo ambapo maji yamekuwa na uwasilia wa kupita kuchukua tahadhari kwanza juu ya uhifadhi wa vyakula vyao, lakini la pili juu ya wao wenyewe kwenye makazi, kama kuna uwezekana kuondoka kwenye makazi ambayo yanaonekana yapo maeneo hatarishi kwa ajili ya kukaa sehemu zingine ambazo wanakuwa wako salama kwa ajili ya kuepusha matatizo ya familia zao. Lakini la pili, na sisi kama jumuiya kama chama tunaendelea kuona namna gani tutumie ushawishi wetu na kukusanya nguvu kwa watu wengine kwa kushirikiana na serikali na wadau, kuna namna gani tunaweza kuwapa msaada pia kuwasaidia kwa namna moja au nyingine. Kwa msaada wa vyakula, tumepata taarifa kwamba mfano leo asubuhi pokea taarifa kwamba wako watoto wengine madaftari yao yamesombwa na maji, wako wengine nguo zimesombwa na maji. Kwa kutoka kuna changamoto kubwa sana. Sisi kama wazazi ndio jukumu letu kusimamia masuala ya elimu na malezi. Kwa tunaangalia utaratibu namna gani kukusanya wadau na watu wengine, na tunaendelea kuwashawishi wadau maeneo mbalimbali. Wakati huu ndio wa kwenda kuwasaidia hawa watu wetu. Kama mtu ana madaftari, mtu ana nguvu ya kutoa kalamu, mtu ana nguvu ya kutoa nguo, tuwasaidie. Lakini pia pamoja na chakula, tumesikia vyakula vimesombwa na maji. Tusikilize mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa, lakini na sisi wenyewe pia tuchukue tahadhari, kwa sababu mamlaka inatabiri, lakini muda wote hali ya hewa pia inafanyaje, inabadilika. Na mvua zinanyesha kwa majira ya usiku sana, kuanzia jioni kuelekea usiku, muda ambao ni hatari, unaweza ukaamka ukakuta tayari kuna mafuriko. Kwa tunawasisitiza na wananchi waweze kukaa maeneo sehemu salama ili kuweza kuepusha athari zaidi hapa. Kama nilivyosema, tunaendelea kutoa wito kwa jamii mbalimbali, wadau mbalimbali. Na nikisema kwenye wadau niweke sawa sawa. Wadau hatumaanishi kwamba wewe mtu mwenye kipato kikubwa tu sana. Mdau ni yoyote ule, hata kama una uwezo wa kutoa unga kilo 5, kilo 10, kilo 15, unaweza kutoa madaftari, unaweza kutoa zaidi ya hapo. Kwa sasa hivi nafikiri utaratibu mzuri ni kuwasiliana na ofisi ya mkuu wa wilaya. Lakini ukiona kama ni mbali kufikia ofisi ya mkuu wa wilaya, unaweza kwenda ofisi ya mtendaji wote ule, mtendaji wa kata au mtendaji wa kijiji, ukawaambia una 1 2 3 4 5. Nafikiri patafanyika mawasiliano mazuri ya kupata connection mpaka kwa mheshimiwa DC kutengeneza utaratibu mzuri wa vitu vyako kuwafikishia jamii husika. Lakini sio hilo tu, ukiona wewe mwenyewe unaona unataka kufika mwenyewe moja kwa moja, unapaswa pia kufika kwenye zile jamii ukapeleka msaada wako. Sio lazima upitie kwenye serikali, lakini ukitaka pia ipitie kwenye nguvu ya serikali, ratibu wa serikali, unaweza kufikisha kwenye ofisi ya mtendaji wa kata au mtendaji wa kijiji, au ukawasiliana na mheshimiwa diwani au kuwasiliana na ofisi ya DC ikaratibu vizuri kwa ajili ya kusaidia hawa wenzetu.